Tuko Bumbwini, mkoa wa Kaskazini Unguja, katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania, na hizi ni shamra za mapokezi ya mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Susan Namondo, akiwa ameambatana na wadau wengine akiwemo mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania Bi Clara Makenya. Ni katika tukio la upandaji mikoko ili kurejesha mazingira salama baharini, tukio liloambatana pia na uoneshaji wa harakati za ufugaji bora wa nyuki. Mipango hii miwili iko chini ya mradi wa pamoja wa Zanzibar au Zanzibar Joint Program ZJP unaotekelezwa kuanzia 2025 hadi 2027 kwa ubia baina ya serikali ya Zanzibar na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP kwa ufadhili wa Norway. Ukiunga mkono maudhui ya siku ya bahari mwaka huu ambayo ni tafakari upya zaidi ya ulimwengu tunaofahamu kuelekea uhusiano mpya na bahari yetu, mradi unahusisha upandaji wa mikoko na ufugaji bora wa nyuki, ambapo mizinga ya nyuki inafungwa kwenye mikoko ili kuepusha ukataji holela wa miti hiyo kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kuni. Jamii hii ilikwenda kujifunza ufugaji nyuki na uhifadhi wa mikoko wilayani Kilwa, mkoa wa Lindi, huko Tanzania bara. Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Bi Susan Ngongi Namondo akizungumzia mradi huo unaolenga kupatia mafunzo na jamii 70 wakiwemo wanawake na vijana, anasema kwa mtazamo wangu, programu hii ni muhimu sana kwa sababu sote tunafahamu kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanatuathiri vibaya. Hata hivyo, ili jamii zijitolee kikamilifu na kushiriki katika kukabiliana na changamoto hizi, zinahitaji pia kupata manufaa ya kiuchumi. Hapa Bumbwini, eneo hili lina umuhimu mkubwa kwa mikoko. Kwa uelewa wangu, mikoko ilikuwa imeharibika kutokana na baadhi ya wanajamii kuvuna miti kwa ajili ya kutengeneza mkaa na matumizi mengine. Lakini kupitia mradi huu, wamepata njia mbadala ya kujipatia kipato, ambayo ni ufugaji wa nyuki. Sasa wanaanza kuzalisha asali, jambo ambalo linawapa motisha zaidi ya kulinda mazingira. Nina matumaini kwamba serikali itaongeza juhudi zaidi za kuunga mkono jamii kama hizi ili kuhakikisha kwamba asali yao inapatikana kwenye meza za kifungua kinywa katika hoteli zote za Zanzibar. Kwa kuunganisha uhifadhi wa mikoko na shughuli za ufugaji nyuki zinazozalisha kipato, mpango huu umeimarisha usimamizi wa rasilimali za asili unaofanywa na jamii, huku ukifungua fursa mpya za kiuchumi kwa wananchi. Mariam Abdalla ni katibu mkuu ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar. Mradi huu wa Umoja Zanzibar Joint Program ambayo unasimamiwa chini ya Umoja wa Mataifa kwamba ni kichocheo katika kutoa ajira kupitia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wenzetu wa UNEP wametusaidia programu hii ambapo tunawashajihisha vijiji vyetu. Tumeanzia kwa pilot katika Bumbwini ambapo wao wamepewa elimu lakini wamepewa na nyenzo katika kuzalisha asali, ufugaji wa nyuki na kuzalisha asali. Kwa kweli hiyo ni ajira tosha kwa upande wao pamoja na jamii yao. Lakini sio ajira ya wao, itainua kipato chao, lakini vile vile itainua uchumi wa nchi. UNEP inasema mradi huu unaonesha jinsi ushirikiano katika kulinda mikoko unavyochangia kuwa na bahari yenye afya zaidi, jamii za pwani zilizo imara zaidi na uwezo mkubwa wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Clara Makenya ni mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania, anafafanua jukumu lao. Kitu kimoja kikubwa ambacho sisi tunakisisitizia na kukisimamia ni kuhusiana na kuja kwa pamoja wadau mbalimbali. Kwa sababu changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi hayamhitaji mdau wa aina moja peke yake. Ndio maana leo hii tuko pamoja na wanajamii ambao walileta nguvu zao kwa pamoja, walikuwa tayari kujifunza, walikuwa tayari kuendeleza yale ambayo mafunzo yametolewa kwayo kwa habari ya ufugaji wa nyuki, lakini pia mashirika yasiokuwa ya serikali, NGOs ambazo zilileta pia wadau wa kusupport na kuwezesha elimu kwa hawa wanajamii, lakini pia private sector au wadau binafsi ambao walitana nao kule Kilwa. Kwa hiyo kama shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa, kazi yetu kubwa ambayo tumeifanya kwa kweli ni kuleta kwa pamoja hawa wadau ili kuweza kuwezesha si tu utunzaji wa mazingira, lakini pia kuwezesha kipato cha wanajamii. Na hiyo ndio kazi kubwa ambayo tunaiangalia kwamba mwisho wa siku, ili kwa ajili ya kutunza mazingira, inabidi wadau wa aina tofauti waweze kuja pamoja na kufanya haya yote.